Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema nchi hiyo inayatumia magenge yenye silaha huko Gaza kusaidia kupambana na Hamas. Kukiri kwake kumekuja baada ya wimbi jipya la mashambulizi ya kijeshi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza uliozingirwa na kusababisha vifo vya Wapalestina 52. Netanyahu amesema serikali imewasha koo zenye nguvu katika eneo hilo kwa ushauri wa maafisa wa usalama. Taarifa yake aliyoituma katika ukurasa wa X siku ya Alhamisi, saa chache baada aliyekuwa waziri wa ulinzi Avigdor Lieberman kumshutumu kwa kupeleka mbinu hiyo. Taarifa hiyo iliashiria kukiri kwa serikali kwa mara ya kwanza kwamba iliunga mkono makundi ya Wapalestina yenye silaha yanayozunguka familia zenye nguvu ambazo zinashutumiwa na wafanyakazi wa misaada kwa kufanya mashambulizi ya uhalifu na kuiba misaada kutoka kwa malori, huku njaa ikinyemelea eneo lote kutokana na kuadhibiwa kwa vikwazo vya Israel. Afisa mmoja wa Israel amenukuliwa na shirika la habari la Associated Press akisema kuwa moja kati ya makundi ya Netanyahu ambayo anayatumia ni kile kinachoitwa Popular Forces kinachoongozwa na Yasser Abu Shabab, kiongozi wa ukoo wa eneo la Rafah. Mpango wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kuwagawanya watu wa ukanda wa Gaza na kutumia zile koo ambazo inadaiwa kwamba zina asili ya Kiyahudi ambazo zinaishi huko katika ukanda wa Gaza. Mwezi uliopita gazeti la Israel la Haaretz liliripoti kuhusu shughuli za kundi hilo, ingawa liliitwa huduma ya kupambana na ugaidi, na katika ripoti likisema kwamba vyanzo katika ukanda wa Gaza vilidai kuwa limejumuisha takribani watu 100 wenye silaha wanaofanya kazi kwa idhini ya kimya ya jeshi la Israel. Katika wiki za hivi karibuni kundi la Abu Shabab lilitangaza mtandaoni kwamba wapiganaji wake walikuwa wakisaidia kulinda shehena za usambazaji wa vituo vipya vya usambazaji vinavyoungwa mkono na Marekani na Israel vinavyoendeshwa na wakfu wa kibinadamu wa Gaza GHF. Upinzani wa Israel unadai kwamba hakukuwa na mashauriano ndani ya serikali ya Israel au baraza la mawaziri la Israel, alisema Hamdan Saltuh kupitia shirika la habari la Al Jazeera akiripoti kutoka mji mkuu wa Jordan, Amman. Anasema Netanyahu anasema kwamba magenge haya yenye silaha yanaweza kuwasaidia wa Israel kushinda Hamas huko ukanda wa Gaza, na ndio maana ameamua kuyapa silaha. Lakini hali haiendi vizuri ndani ya Israel, ambapo watu wanasema kuwa haya ni makampuni ya uhalifu yenye silaha ndani ya ukanda wa Gaza, kwamba hayapaswi kuwa na silaha na kwamba hizi ni silaha za Israel ambazo zimewekwa mikononi mwao, anasema. Hata hivyo, Netanyahu anadaiwa kwamba amefanya Gaza kuwa machinjio ya binadamu. Netanyahu katika siku za hivi karibuni amesema siku nyingine mbaya huko Gaza ni baada ya wanajeshi wake kuuawa, wanajeshi ambao amedai kwamba ni 5, licha ya kwamba kuna taarifa zilizodai kwamba ni wanajeshi 20, na hata wakati huu kunadaiwa kwamba kuna makomando kadhaa wa Israel ambao wameuawa huko katika ukanda wa Gaza. Taarifa zaidi zinadai kwamba baadhi ya makundi ambayo bwana Netanyahu ameyapa silaha yameanza kumgeuka, huku yakigeukia wanajeshi wa Israel na kufanya uhalifu. Matukio mabaya zaidi yameua zaidi ya watu 100 na kujeruhi wengine zaidi katika vituo vya kusambaza misaada vinavyoendeshwa na GHF tangu wiki iliyopita. Yamezua shutuma nyingi, huku wanajeshi wa Israel wakifyatua risasi wa Palestina wanaofuata msaada kwa nyakati tofauti. Hata hivyo, katika nyakati hizi ambazo waziri mkuu Benjamin Netanyahu anaamini makundi hayo yatakuwa ni msaada, ni yale makundi ambayo anaamini ni katika koo za Kiyahudi ambazo zina asili ya Israel. Lakini hata hivyo, makundi haya licha ya kumsaidia, lakini hali haiendi vizuri kama ambavyo anataka. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho kielezwa katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu ameanza kuyatumia makundi ya wahalifu huko katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya kupambana na Hamas, na wakati huu anakiri kwamba hilo ni kweli kabisa. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.